Mambo ya kuzingatia unapokuwa unatibu changamoto ya vidonda vya tumbo na asidi. Cha kwanza, unapokuwa unatibu acid reflux, hakikisha unaweza kudhibiti au unaweza kutibu ile tunaita ni valve inayounganisha kora chakula na tumbo. Hiyo ndio hii ambayo ikiathirika inasababisha asidi. Kwa hiyo hicho ndio chanzo kikubwa na ndio tiba unayotakiwa kutumia kutibu hicho. Usipotibu hicho, ndugu yangu, asidi utakaa nayo kwa muda mrefu. Ndio maana ukitumia stomach acid unapata matokeo haraka. Lakini unapokuwa unatibu changamoto ya vidonda vya tumbo, cha kwanza ainisha una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Cha pili, uweza kutibu asidi kwa sababu ya vidonda vinaweza kusababishwa na asidi. Lakini pia mwisho, hakikisha hivyo vidonda kama vimesababishwa na H pylori, unaweza kudhibiti bakteria anayesababisha vidonda vya tumbo anayoitwa H pylori. Baada ya hapo ndo utaweza kudhibiti sasa ule msongo wa mawazo, kuweza kutotumia vyakula asidi, lakini pia kutotumia pombe na kuweza kuondokana changamoto hiyo moja kwa moja. Ndio maana wengi wakitumia stomach acids vidonda vya tumbo huwa ni kwisha, kwa sababu pia huwa inaenda kukausha vile vidonda vilivyo kwenye kuta za tumbo. Kama bado unateseka, wasiliana na mimi sasa hivi hapo kwa kuniandikia neno vidonda vya tumbo na utaweza kupata msaada kutoka Dr. Jimmy. Karibu.